Naam, hujambo na karibu kwa mara nyingine tena msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Natumai ya kwamba unaendelea kuwa mzima wa afya popote pale ulipo. Nikusii endapo ndo kwanza unakuja kujiunga na sisi, usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kulike, kucomment pamoja na kushare kwa wengine ili waweze kupata taarifa hizi kwa urahisi zaidi. Hii ni Kwetu News 24. Tunapatikana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, eneo ambalo limekumbwa na migogoro ya kivita kwa muda mrefu zaidi, msikilizaji na mtazamaji wa Kwetu News 24. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia siku ya leo ni pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo waendelea kujiimarisha na kujipanga vya kutosha ili kuimarisha na kurejesha eneo muhimu za Minembwe Center pamoja na vitongoji vyake. Taarifa kutoka kwenye uwanja wa vita zinaripoti kuwa kamanda wa waasi wa Gumino Twirwaneho ajulikanaye kwa jina la Kamasa Ndakize maarufu kwa jina la Welcome ameuawa na walinzi wake 10 katika eneo la Muliza wakati wa makabiliano makali. Kifo chake kinatajwa kuwa pigo kubwa kwa upande wa Twirwaneho waliokuwa wakishirikiana naye katika harakati za kivita katika eneo hilo. Jeshi la FARDC likisaidiwa na wapiganaji machachari wazalendo limeripoti kuwa limechukua maeneo muhimu ambayo walikuwa wakikalia waasi na hivi linajiandaa kuingia Minembwe Center kwa sababu nguvu zao zinaendelea kujimarisha kila kuchako leo. Miongoni mwa mitaa ambayo imetangazwa kudhibitiwa na jeshi la FARDC pamoja na wazalendo ni pamoja na Kakenge, Kalingi na Karonge liliopo katika manispaa ya vijijini ya Minembwe. Udhibiti wa maeneo hayo inatajwa kuwa hatua muhimu katika mkakati wa kulinda kitovu cha Minembwe na kuzuia makundi yenye silaha kushikilia maeneo hayo kama ngome zao. Katika maeneo ya Kahwera, tukiwa tu katika manispaa hiyo ya Minembwe, zaidi ya wanajeshi 17 kutoka kikundi cha Gumino wameripotiwa kuweka chini silaha zao na kujisalimisha kwa vikosi vya FARDC. Hatua hiyo inaelezwa kuwa ni ishara ya baadhi ya kuzofika kwa makundi ya waasi na kuongezeka kwa presha ya kijeshi inawakabili maeneo ya nyanda za juu tarafani Fizi, Itombwe na Mwenga. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa na waasi wa Gumino Twirwaneho waliojitoa kujisalimisha, muungano wa kundi ya AFC M23 na RDF wamedaiwa kupoteza nguvu katika eneo la nyanda za juu. Hata hivyo, imeripotiwa kuwa muungano huo unapanga kuanzisha mashambulizi ya siku 2 mfululizo kwa lengo la kujaribu kurejesha mitaa hiyo ambayo ilichukuliwa na FARDC pamoja na wazalendo. Vyanzo hivyo vinaeleza kuwa iwapo jaribio hilo halitofanikiwa, baadhi ya wapiganaji wa Gumino Twirwaneho waliobaki huenda wakajisalimisha kikamilifu kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali hiyo inaashiria kwamba jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC pamoja na wazalendo wanaendelea kujimarisha maeneo hayo ili kudhibiti vurugu zinazoripotiwa mara kwa mara katika mitaa ya Minembwe na viungani mwake kama vile Ibumba pamoja na Lulenge. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari zetu ambavyo tulijiana navyo muda mfupi uliopita, vilithibitisha kwamba ni wazi kwamba M23 pamoja na Twirwaneho hawapigani kwa maslahi ya kabila la Wanyamulenge, bali wanapigana kwa ajili ya kuogopa mipango na mikakati pamoja na kiapo walichochukua kwa nchi ya Rwanda ili kupata faida yao binafsi. Kwa hiyo hapa mmoja wa wakaaji wa eneo hizo ambaye aliujiana na Kwetu News 24 na kutaja kwamba vita hivi vingefika basi ukingoni ili amani iweze kurudia, huku akisii makabila yote yanayoishi eneo hizo kuendelea kudumisha amani na kurudi kwa hali ya zamani. FARDC wameingia Minembwe ambao ni wakombozi. FARDC ni wakombozi wa Kongomani wote na sisi wenye Mulenge. Wameingia Minembwe lakini hawajaingia centre kwenye kale ka uwanja wa ndege pale. Hawajaingia pale. Ila ni kama 3 kilometre pale Ilundu, Kakangara, Kalingi. Wamezunguka sehemu zote na wameweka ngufuli, weka na funguo wakafunga kabisa. So, Minembwe hiyo ndio situation ya Minembwe. Wakati wa Mtebuti labda wao hawatafunga lakini hiyo itatumikisha tena. Hakuna mwai tena ya kurudia wakishashindwa. So, hii kwa upande wao hii ndio mara ya mwisho kupigania chama chao cha FPR. Homme fort, ile yote imekwisha. Tunapigana na wakati wa teknolojia. Mfano ni kuangalia Marekani. Marekani ni jeshi ambalo linachukua kila mtu kwa sababu wako tayari na teknolojia. Hawahitaji kuwa mtu mwenye anajua kupigana sana.
wanahitaji sisteme, teknolojia ambayo wanayo, wanaweza kutumia mtu yeyote. Na sisi ndio hivyo. Kongo iko mwa hiyo situation. Kongo iko na teknolojia sasa, inatumia hizo ndege za kisasa. Kushindwa hawa wanaotumikia Kagame mwisho wao ni kushindwa. Lakini wangeshindwa kama wanaume waweke silaha chini, wasima. Hiyo itakuja kuwa cost siku zitakazokuja. Serikali inataka kuingia Minembwe, na pale Minembwe sasa ndio mwisho. Minembwe ndio simboli ya Wanyamulenge. Hao magaidi bila Minembwe hawawezi sema kwamba wanapigania Wanyamulenge. Kozi itakuwa inaisha. Ndio maana naomba FARDC waharakishe waingie Minembwe haraka iwezekanavyo ili vita iishe. Msikilizaji wa Kwetu News 24, asante sana kwa kuchagua tena kituo bora hichi cha matangazo ambacho kinakutolea habari zenye kuthibitishwa, zenye uchunguzi wa kina na za ukweli kabisa. Ikiwa ndo kwanza unakutana nasi, usikose kusubscribe channel yetu, kucomment ili tujue unatusikiliza sehemu gani, pamoja na kushare habari hizi ili wengine wazipate kiurahisi. Asante kwa kujiunga nasi kwa leo. Tukutane wakati mwingine. Kwaheri.